Mama mzima kuamua tu kuondoka na nyeti za mmeo kwenda kuzitupa nje ya nyumba sio kitu cha ajabu. Mtu mzima kubaka mtoto mdogo wa mwaka mmoja na miezi mitatu kwenye mkoa huu sio kitu cha ajabu. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameongoza maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani ambayo kwa mara ya kwanza yamefanyika kitaifa wilayani Babati mkoani Manyara. Maadhimisho hayo imekuwa fursa muhimu kwa wananchi wa Manyara kupata elimu, ushauri na huduma za kimatibabu zinazotolewa na madaktari kutoka hospitali ya afya ya akili yani Mirembe. Madaktari hao wameweka kambi maalum mkoani Manyara kwa ajili ya kuwahudumia wananchi katika kipindi chote cha maadhimisho hayo. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho hayo, Queen Sendiga amesema mkoa wa Manyara ni miongoni mwa maeneo nchini yanayokabiliwa kwa kiwango kikubwa na changamoto ya afya ya akili, akisema kwamba matukio ya ukatili, kujidhuru na kudhuru wengine yamekuwa yakiongezeka, jambo ambalo linaashiria kuwepo kwa matatizo ya kisaikolojia miongoni mwa wananchi, akitolea mfano tukio la hivi karibuni lililoripotiwa na Global TV la Veronica Muhale mwenye miaka 40, mkazi wa kata ya Endagau wilaya Hanang mkoani Manyara, kumjeruhi vibaya mume wake kwa kuziondoa nyeti zake kwa kutumia kitu chenye ncha kali, sababu ikidaiwa ni wivu wa kimapenzi, sababu zinazoashiria kuwepo kwa matatizo ya afya ya akili katika mkoa wa Manyara. Na huyu hapa mkuu wa mkoa wa Manyara akizungumza katika maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani wilayani Babati mkoani Manyara. Sasa kwenye kipindi kama hicho, yawezekana kuna wengine bado hawajapona. Na hata ukiangalia maeneo mengi ambayo kunapita matukio kadha wa kadha, pia ndio maeneo ambayo pia kunapatikana matatizo mengi sana ya watu kuuana bila sababu, watu kuchinjana, lakini matukio ya ukatili wa kijinsia, mtu mzima kubaka mtoto mdogo wa mwaka mmoja na miezi mitatu kwenye mkoa huu sio kitu cha ajabu. Lakini kwenye mkoa huu mama mzima kuamua tu kuondoka na nyeti za mmeo kwenda kuzitupa nje ya nyumba sio kitu cha ajabu. Sasa katika la kawaida, wenzetu wa Jeshi la Polisi na vyombo vya sheria wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba watuhumiwa wanachukuliwa hatua. Lakini tunashangaa wanachukuliwa hatua na wanafungwa. Kwa mfano wabakaji wanafungwa na kwenye mkoa wanafungwa kweli kweli, na vyombo vya habari vinatusaidia sana kutangaza. Kwa sababu kwamba hawajui, wanajua kwamba aliyeua juzi amefungwa maisha, aliyebaka juzi amefungwa miaka 30, na yeye leo anabaka, na anabaka peupe, na yeye anafanya peupe. Maana yake ni kwamba pana tatizo lingine kubwa ambalo inahitaji kufanyiwa kazi, sio tu vyombo vya sheria peke yake. Kwa hiyo uwepo wa siku hii katika mkoa wetu utusaidia sana kuongeza hamasa, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wote wanakuwa salama kiakili na kimwili. Nimejuzwa kwamba kutokana na tafiti za Shirika la Afya la Dunia, kwenye kila watu 5 kuna uwezekano mkubwa sana wa mtu mmoja kupata changamoto ya afya ya akili. Sasa hebu ulipo hapo hesabu 1 2 3 4 5. Uone jambo lilivyokuwa. Umeona jambo lenyewe hilo sasa? Mhesabu. Usimwangalie mwenzio ukute wewe ndio mwenye uwezekano wenyewe au wewe ndio mwenye jambo lenyewe hapo ulipo. Kwa hiyo hii ni hatari kubwa sana. Ni hatari ambayo tusikoamua kwa makusudi kuunga mkono juhudi za serikali katika haya ambayo wanafanya, na sisi kuchukua hatua, hatutoweza kufanikiwa, na inawezekana tunakoenda tukaendelea kuongeza ukubwa wa tatizo kutoka kwenye 1 kwa 5 wakaja 1 kwa 3, mwisho wake kila mmoja akiongea anacheka mwenyewe barabarani. Sasa kingine ambacho kimenifurahisha leo ni kuona idadi kubwa ya watoto wa shule, wanafunzi ambao ni wakubwa tayari hawa, lakini na hawa wenyewe na hao wanapitia changamoto kubwa. Maisha sasa hivi yamebadilika sana. Zamani ilikuwa msongo na mawazo ni kwa watu wazima, lakini sasa hivi hata watoto wadogo wa shule wanapitia mawazo mazito makubwa, mengine hata watu wazima hawana mawazo hayo. Hii inapelekea kumfanya huyu mtoto wa shule kuwa na tatizo kubwa na baadaye kuwa na ugonjwa wenyewe. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.